Bwana Yesu asifiwe. Karibu kwenye kipindi cha Utupe Riziki Yetu ya kila siku. Leo ni tarehe 27 ya mwezi wa 5. Mimi ni Mwalimu Baraka Mbonaliba kutoka Word Eternal Ministries. Jana nilianza kukupa chombo cha kwanza cha kukuletea utajiri ambacho ni ajira, kinacholeta zao la mshahara, na nikakupa tafsiri ya ajira ya kwamba ni mabadilishano ya nguvu na muda, akili na mwili baina ya watu wawili, na yule anayefaidika au mwajiri analipa fidia yule aliyemwajiri, aliyeajiriwa, na hiyo fidia inaitwa mshahara. Nikakusomea Mathayo sura 20 mstari wa kwanza hadi wa 15, habari ya mtu aliyopeleka wafanyakazi shambani kwake, wengine saa 12 asubuhi, wengine saa 3, wengine saa 6, wengine saa 9 na wengine saa 11 jioni. Wote wakalipwa dinari toka wa kwanza wa mwisho hata wa kwanza. Na wafanyakazi wakamnung'unikia, naye akawaambia, je, si halali kutumia vilivyo vyangu kuwa mwema? Maana yake anawaambia wasilalamike. Na hiyo ndio kanuni ya ufalme wa Mungu na ajira, ya kwamba mwajiri ana maamuzi ya kukulipa kiasi anachoona yeye inafaa, paka pale utakapobadili ajira yako kwa biashara, ndipo utakapokuwa na command na maamuzi au na nguvu ya mshahara wako. Nikupe mistari tena kadhaa, alafu nitakupeleka kwenye jambo la pili. Kutoka sura ya 2 mstari wa 5. Kutoka sura ya 2 mstari wa 5 hadi ule mstari wa 9. Mstari wa 9 Biblia inasema, binti Farao akamwambia, hiyo kutoka sura ya 2, binti Farao akamwambia, mchukue mtoto huyu ukaninyonyeshe, nami nitakupa mshahara wako. Yule mwanamke akamtoa mtoto akamnyonyesha. Unaona kwa nini apewe mshahara? Kwa sababu atatumia nguvu, atatumia akili, atatumia muda kumtunza mtoto na kumnyonyesha, na kwa huyo anatakiwa kupewa fidia. Hiyo fidia inaitwa mshahara. Yeremia 22:13. Yeremia 22:13, ole wake aijengaye nyumba yake kwa uovu na vyumba vyake kwa udhalimu. Angalia, atumiaye utumishi wa wenzake bila ujira, wala hampi mshahara wake. Kwa hiyo kila unapotumia utumishi wa mtu unatakiwa umlipe ujira ambao unaitwa mshahara, fidia kwa nguvu, muda na akili ambazo anatumia. Luka sura ya 10 mstari wa 7, basi kaeni katika nyumba hiyo hiyo mkila na kunywa kwa vya kwao, maana angalia, mtenda kazi amestahili kupewa ujira wake. Msihamehame kutoka nyumba hii kwenda nyumba hii. Kila anayetenda kazi sharti apewe ujira. Warumi sura ya 4 mstari wa 4, lakini kwa mtu afanyaye kazi ujira wake hauhesabiwi kuwa ni neema, bali kuwa ni deni. Kwa mtu anayefanya kazi ujira wake hauhesabiwi kuwa ya kwamba ni neema, huo ni deni. Kwa hiyo kila anayefanya kazi kwa muda aliotoa, kwa nguvu aliotumia, ujuzi wake, akili aliotumia, inahesabiwa kwa anayefanyiwa kazi kuwa ni deni, sharti amlipe. Hiyo ni kanuni ya kibiblia. Timotheo wa kwanza sura ya 5 mstari wa 18, kwa maana andiko lasema, msifunge kinywa ng'ombe apurapo nafaka, na tena mtenda kazi astahili ujira wake. Kwa hiyo kila anayetumia muda na nguvu, akili na ujuzi wa mtu sharti amlipe fidia. Hiyo fidia inaitwa ujira au mshahara. Jambo la pili, ajira kama isipogeuzwa kwa biashara ndio chombo cha chini kabisa cha kukufanikisha kiuchumi. Kama ambavyo tumekwisha kusema, tunaweza kusema ni ngumu kuwa tajiri kwa kutegemea mshahara unaopata kwenye ajira ulionayo. Kimsingi Biblia inatambua hiyo kwa namna hii, inatambua mtu wa namna hii kama maskini. Yani mtu ambaye anafanya ajira na kulipwa mshahara, kimsingi Biblia inamtambua kama maskini. Kwa hiyo ni ngumu sana kuwa tajiri kwa kutegemea mshahara tu. Labda ubadilishe huo mshahara au hiyo ajira kuwa biashara ambayo nitakufundisha baadaye. Angalia Kumbukumbu la Torati sura 24 mstari wa 14 na wa 15. Kumbukumbu sura 24 mstari wa 14 hadi mstari wa 15. Usimwonee mtumishi mwenye ujira, angalia, aliye maskini na uhitaji. Kwa mtumishi mwenye ujira, sifa yake kubwa ni kuwa maskini na mhitaji, kama ni wanduguzo, kama ni wageni wako, mmoja wapo walio katika nchi yako, ndani ya malango yako. Mstari wa 15 anasema, mpe ujira wake kwa siku yake, yani usimcheleweshe, wala jua lisichwe juu yake, usimcheleweshe. Angalia, kwa maana
ni maskini, moyo wake umeutumainia huo, asije akamlilia Bwana juu yako ikawa ni dhambi kwako, kwa maana ni maskini. Kimsingi hiyo ni sifa kubwa ya waajiriwa wengi ambao Biblia inasema wao ni wahitaji na maskini, na kwa hiyo mishahara yao isicheleweshwe. Ndio maana watu wanapochelewesha mishahara wanapiga kelele nyingi. Isaya anamfananisha mtu wa mshahara na utukufu uliodharauliwa, mtu mwenye huzuni ndani ya nafsi yake. Isaya anamfananisha mwajiliwa na mtu ambaye utukufu wake umedharauliwa, na mtu mwenye huzuni nafsini mwake. Angalia sura ya 16 kitabu cha Isaya mstari wa 14. Isaya 16:14, Biblia inasema, lakini sasa Bwana asema hivi, katika muda wa miaka mitatu. Angalia, kama miaka ya mtu wa mshahara. Mtu wa mshahara ni mtu aliyeajiriwa, utukufu wa Moabu utadharauliwa. Kwa hiyo mtu aliyeajiriwa mshahara, utukufu wake ni kama utukufu uliodharauliwa. Pamoja na wingi wake wote, mabaki yake yatakuwa machache sana, kama si kitu kabisa. Sura ya 19 mstari wa 10, Isaya 19 mstari wa 10, na nguzo za nchi zitavunjika vipande vipande. Wote wafanyao kazi ya mshahara watahuzunika nafsini mwao. Sio, unaona ya maandiko. Wote wafanyao kazi ya mshahara walioajiriwa watahuzunika nafsini mwao. Kwa hiyo Isaya anatuambia mtu wa mshahara utukufu wake umefichwa, ni mtu mwenye huzuni nafsini mwake. Hiyo ndio sifa yake, na huyo hawezi kuwa tajiri. Baraka ya Bwana utajirisha, haichanganyi huzuni pamoja nayo. Mithali 10:22. Kisha kuwa na huzuni ujue kuna shida ambayo imekuja. Utukufu wako unadharauliwa, maana yake hautafahamika. Ndio maana kila mwajiliwa, kila analolifanya lilo jema, utukufu unaenda kwa bwana wake. Sifa inakuwa bwana wake na ya kampuni anayofanya kazi. Na ndivyo ilivyo, waajiriwa wengi hawana raha, hawafurahi maisha yao ya ajira, lakini wanafanya kwa sababu hawana namna. Kungekuwa na namna nyingine ya kuishi, pengine ungewauliza watu wengi wanaofanya kazi wangechagua kuacha kazi zao. Kwa hiyo biashara pekee itakupa kufanikiwa zaidi kiuchumi, na ajira ndio chombo cha chini cha kukufanikisha. Utukufu wako utafichwa ukiamuka kwenye ajira, ndivyo ilivyo, lakini pia utakuwa mtu mwenye huzuni, Biblia inasema, ndani ya moyo wako, na unahitaji kubadili ajira yako kwa biashara ili uweze kuboresha hilo. Na mwisho wa kipindi hiki cha kwanza cha vyombo hiki cha kwanza ninachokufundisha, nitakufundisha namna ya kufanya. Mungu akubariki. Tukutane kesho asubuhi saa 12 kwenye kipindi hiki cha Autopilot yetu ya kila siku. Amen.